Hello and hi. Ni furaha yangu ya kwamba kila mmoja ni mzima na amelindwa na damu ya Yesu. Mbele yenu ni Esther Thamba Musau and hii ndio channel yangu. So ningewasihi kama ambavyo ndio kusubscribe to my YouTube channel, kindly feel free to subscribe. You can like my videos. You can comment if you feel like umebarikiwa, unaweza comment. Na ukienda at least upatane na kitu kenye kana kubariki, unaweza pia mwenzako kwa njia ya kushare. At least usikuwe ile mchoyo sana. So I think in nowadays tunaenda na mambo vile yako. Tuko in a digital times now. Kama saa hii, kama wewe ni mwimbaji, si kama vile kitambo ilikuwa unaenda unatoa CD, unaenda ukizungusha, ukiuza, ukifanya nini. Siku hizi kila kitu ni YouTube, na siku hizi kila kitu ni digital. Kila kitu siku hizi ni social media. So ukiona video zangu na ukose kusubscribe, ama ukose kucomment, ama ukose kushare, haunisaidii na lolote. Lakini unaposiona halafu usubscribe, kusubscribe ni once, then after every time if I upload a new video, una like, then una comment. At least YouTube wanaona ni kitu ina grow. So kwa wale wenye hamja subscribe, kindly feel free. It's Esther Thamba Musau channel, na naamini ya kwamba utabarikiwa. Siku ya leo I think ni kwa muda kitambo niongee na my fans and wanga nasikia furaha muda ambapo naweza kuongea na nyinyi. So nasema ya kwamba na furaha sana ndani yangu kuona kila mmoja ako mzima ndani ya Yesu. Sorry for that. So karibuni sana, kuseme sana. Kuna mambo kadha wa kadha nime experience. Mimi ni Mkenya, nimezaliwa Kenya. Nikalelewa Kenya, nikakuwa Kenya. But as for now, I'm in Gulf countries. So nasema ya kwamba kuna mambo nimekaa experience muda ambapo nafanya kazi ama tunafanya kazi huku nchi za Uarabuni. Sijui mimi nimeona peke yangu ama wewe mwenzako pia wenye ulioifanya kazi Gulf ama unapitia haya mambo. Tunapokuja huku kuna nguvu ambazo huwa napigana nazo. Yes, uliomba Mungu akupatie kazi. Amekupatia kazi, alhamdulillah. Uliomba Mungu usafiri na ufike salama. Ulifika salama, alhamdulillah. Lakini unapofika huku, na sana sana wale ambao ni wa imani, kuna mambo ambao na kuna nguvu ambazo tunapigana nazo. Isimata yake nini hofu kwanza isikuwe inanisumbua wakati naongea. Sorry for that my dear ones, I have to set it first. Isikuwe inanisumbua sana ikiingia messages. So nilikuwa nasema nini? Tunapofika huku kuna mambo na kuna nguvu zingine tunapigana nazo. I was sharing with one of my friend. Nikakuwa nikimwambia kwamba unapofanya kazi huku, ng'ang'ania sana, omba sana, Mungu akupe amani unapofanya kazi. Lakini ng'ang'ania sana mtu wako wa ndani asikuje kuibiwa ubaki empty. Once tunakuja huku, there is a lot of monitoring spirits zenye ambazo zinatuandama. Unajua monitoring spirit inaweza kuwa imetoka kwenye imetoka ama tu kwenye huko. Yani roho inanga mipaka, inaweza zunguka kila mahali. So usipokuwa muombaji, usipokuwa unajipenda mbele za Mungu, upiganie imani yako, upiganie kazi yako, mainjia hautaweza.
Utakuwa unafanya kazi kidogo, unaanza kuona visani vinaanza kutokea, ni kama mandamu wako hakutaki, umeanza kugombana bila sababu, umeanza kuona vitu zingine zenye hata hasifai, unashangaa what's happening. Unaanza kusema hata hii kazi sitaki, nirudishwe kwa ofisi, nirudi nyumbani nikakufie Kenya. Ukifika Kenya unashinda inakuandama, inakufanya nini, unaona tu nirudi tena Warabuni, unarudi tena unakuja unafanya kazi kidogo, kisirani tena vinaanza, unakosa amani ya kazi kabisa. Unadhani it's just a normal thing. No, this is not just a normal thing. It's as something that unafaa uchukue hatua, uombe, omba sana mpendwa. Mimi nime experience hii kitu mimi mwenyewe. Na kuna wale ukiingia sana deep in prayer bado mtakosana. Umeanza kuharibu anga yao. Wanaelewa unaharibu anga yao. Mimi niliwahi kosa kazi Oman sababu ya maombi. Once niliingia kwa hiyo mboma, nilianza ku feel like I'm not comfortable at all. Na nikaanza kujisikia like no, yani sina amani kabisa. Nasikia tu wananiambia hapana, kwa hii nyumba sitakaa na amani. Na sikuwa na kazi nyingi, kazi haikuwa nyingi, lakini roho alikataa hiyo nyumba. Sijui ni kwa nini, I don't know what happened. Sijawahi jua ni vile watu walikuwa na madhabahu nyingine yao, sijawahi elewa mpaka saa hii. Na siku moja roho akanielekeza, akaniambia niombe. Juu nilikuwa nashangaa sasa nitakaa hapa na hii hali, nitamaliza miaka miwili kweli? Na nilikaa kwa hiyo mboma 3 months. Within hiyo 3 months nilikuwa nimeanza kukonda, nikabaki, yani nilikonda mpaka mwenyewe nikashangaa. Kula, lakini naendelea na kukonda, nakonda. Nikashindwa. Nitamaliza miaka miwili hapa, nitakuwa maiti, nitakuwa skeleton ama nitakuwa. But inside me I feel like no. Na roho alikataa kabisa. Siku moja nikaelekezwa kuomba. Roho akaniambia I have to pray for 3 days fasting. Na kumbuka niko kazi lakini lazima niombe. Nilitii roho wa Bwana na nikaingia kwa maombi. Ilikuwa siku ya Wednesday ndio nilianza maombi. Nikaomba Wednesday, Thursday, Friday nikafungua maombi. Within those days, hizo sikumbuki ni siku ya kwanza kuanzia maombi, ni siku ya kuanzia maombi. Niliomba. Katika ile hali ya kuomba, nikasikia roho amenikalia na nguvu zingine nyingi zaidi. Nikaomba ile sijawahi omba tena. Katika hiyo hali, kumbe natoa sauti kubwa na wakasikia wakiwa mahali walikuwa wameketi. Wakakunja mahali niko, wakaniambia, wakaanza kunisumbua naomba, lakini wananishinda kuniita Esther, why are you crying Esther, why are you shouting Esther, something like that. Ikabidi nikakatisha maombi, nikamwambia hapana, mimi silini kuomba naomba. I was working with Christians, so I knew wanaelewa mambo na maombi. Kumbe si vile mimi mwenyewe natarajia. Wakatoka wakaenda. Nikamaliza maombi yangu on Friday. Believe it or not, hiyo siku nilimaliza maombi Friday, Saturday waliniita. Wakaniambia, wakaanza kuniuliza ile siku nilikuwa naomba. Bora nilikuwa naomba nikishout. Nikawauliza, madam, si nyinyi ni Wakristo? Mnajua kuna Roho Mtakatifu. Na lazima akishuka, sometimes you cannot control yourself when you are praying. Sasa sijui wao walichukulia aje. Kumbe ni Mungu anakuja kujibu maombi yangu. Wakaniambia, bas Esther, yes, tunapenda kazi yako, unafanya kazi yako vizuri, but you lose your job since that day you are praying. Ndio kazi yako iliisha. Kutoka hiyo siku ulikuwa unaomba ndio kazi yako iliisha. Nikamuuliza, madam, are you sure? Akaniambia, yes, go ahead pack, today you are leaving. Sikuamini. Badala nisikie vibaya nime lose job na narudi Kenya, nilisikia furaha. Ndani yangu nilisikia furaha. Nikapanda nikapaki vitu zangu nikakuja nikarudi nyumbani. Sasa ndio nilikuwa nakwambia aje mpendwa. Tunjipiganie. Usikuje hapa tu na kukula kuku, kukula kapsa, kukula zile na kula relax.
No, it's not all about that. Tuingie ndani ya maombi, tumuite huyu Mungu atupiganie. Kuna maroho zinazotuandama kutoka nyumbani. Kuna watu wenye wanatuchukia. Yes, hata kuja kwa huko umemwambia, lakini maroho zao, mental spirit, washajua, they are awakened that fulani ameshaenda job, hatutaki afanikiwe. Kuna maroho ilijihape ikasema kwa boma ya fulani hakutawahi kutoka mtoto afanikiwe, kwa boma ya fulani hakutawahi endelea. Sasa wakiona umeshapata ile kazi, wanaanza kupigana na wewe. Na usipojielewa utapata umelusi kazi yako, utapata umelusi imani yako, utapata umerudi nyumbani umekaa tena hoe hai bila sababu yoyote. Na kitu kingine watu washaeka unjiekea kwa akili zao kusema ati pesa ya Waarabu haisaidiangi. Never ever, never ever. Hiyo usiweke kwa moyo wako. Fanya kazi ukijua nakuja hapa nifanye kazi, nisaidie familia yangu, nisaidie wazazi wangu, nirudi nyumbani nikiwa na pesa yangu, nikafungue kazi yangu na kazi yangu itanawiri kwa jina la Yesu. Kila kitu weka imani na kila kitu muzishe Mungu ndani yake na utafanikiwa. Usiogope, maana kuna Mungu anayekuongoza. Usiogope, maana kuna Mungu anayekulinda. Watakurushia mapepo, watakurushia vitu vibaya, but at long last utabaki kuwa mshindi ndani ya Yesu. Ni mambo mengi sana nime experience nikiwa huku Uarabuni. Na mengi tusipoingia katika maombi na kuombeana na kukumbukana, tutaanza kucomplain na kucomplain hizi issues hata haziko. Shinda ni upate shinda, kwa shinda ni wewe. Shinda ni wewe. Haujikumbuki kwa maombi. Yes, kazi unafanya uko na bidii, unatia bidii za kwako. Lakini hiyo spirit haikupatia amani ufanye kazi yako. Inakuandama kila wakati, inakufuata kila wakati. Ishaji hapa, huyu hataifanikiwa. Ishaji hapa, tutaona ataenda wapi. Ishaji hapa, tutaona, acha tuone. Unakaa unaanza kukosa amani. Unaanza kutafutia makosa yenye hakuna, unawekelewa hii, unawekelewa hii. Kama saa hii mahali nafanya kazi saa hii, ilikuja katokea kisirani tu. Kisirani yenye haujui natoka wapi. Kisirani out of nothing. Na nikaanza kujiuliza, kwani ni kila wakati kila mara nikienda kazi naanza kupata na kisirani hizi kisirani za nini? Nikaona up to now there is something si mbure sasa, na nikakuwa sasa serious, na nikaingia ndani ya maombi na nikaomba. Wacha nikwambie, tangu ile siku niliamua sasa leo nitafunga niombe kisirani, na kama ni mapepo na nifuata ikashindwe, tangu hiyo siku mpaka wa leo niko na amani yenye haijaonekana. Amani more than amani. Kisirani ikaisha, madam wangu tukawa marafiki, na hiyo ikaisha hivyo. Nikajua kumbe nashinda kupigana na mimi mwenyewe. Madam akinua sauti na mimi namwambia, na mimi sifani yangu hivyo. Mimi ni Mkenya, ana mimi Kenya, ana mimi Kenya, utajua mimi ni Mkenya. Sasa ile ujasiri nikakuja kuona hii ujasiri, yes nitajitia nayo, lakini sitaweza. Acha niachie Mungu anipiganie. Hivyo ndio nilifanya. Hata nikamwachia Mungu. Sasa niko na amani na mshukuru Mungu, alhamdulillah, na mshukuru Mungu. So hata wewe tulale nyumbani, mnaposikia sauti, tuombeeni sana. Si tu kutumia pesa, unasikia unajienjoy, una relax ukisitumia. It's not about that. Tuombeeni na mtabarikiwa. So langu ni hiyo. Kaa ujasiri na maombi. Hata si wenye tuko Gulf peke yake, hata wenye mko Kenya, umeajiriwa mahali, watu wengi wanafanya kazi na nguvu za giza. Unapofanya kazi mahali pale na ukose kujiwekea kinga mzuri, utashindwa. So mbarikiwe sana, tukutane siku nyingine kwa maongezi zaidi, na Mungu awe nani. Shalom.